a friend anakaa Dodoma anaitwa Hawa. Naongeaga naye. Unajua ukiwa na matatizo lazima kuna some people wanakufahamu. Kwa hiyo nikawa nazungumza naye ili kumuelezea matatizo ya maisha yangu. Akaniambia, Cheri, unaweza ukaja Dodoma, kuna kuwaga na nafasi za kazi. Kwa sababu kiasi fulani unaongea Kiingereza kizuri, unaweza ukaja ukapata kazi. Kamba lakini mimi ni mdogo sana na niko na mwili mdogo hivi ilitokea huko awali. Kwa hiyo nikamwambia nikifika sehemu obvious watajua tu mtu anadanganya hana umri wa kufanya kazi. Akaniambia enjoy tu usiwe na wasiwasi. Kwa sababu kiukweli nilikuwa sina direction, sina mzazi wa kunitegemea. Niko tu mwenyewe huko duniani. Nikaenda, nikamwambia okay nakuja. Kwa hiyo nilipofika Dodoma akanisaidia kweli, akanipeleka kwa mzee fulani. Nilipofika alikuwa ni general manager wa hoteli moja pale Dodoma. Nilipofika nikamuelezea hali yangu. Yule mzee akaniona kabisa namdanganya kwa sababu nilimdanganya kwamba mimi ni mkubwa na miaka 19 sijui wakati kipindi hicho na miaka 16. Ndio. Yule mzee akaniambia, nisikilize mwanangu, najua una shida lakini hauna miaka 19. Ila nitakachofanya nitakusaidia. Lakini kabla ya hapo lazima tuende kozi fupi ili uweze kufahamu mambo yanayofanyika hapa front desk, maana alikuwa anataka kuniweka reception. Basi nikamshukuru sana yule mzee. Akaniambia kesho unaweza ukaja ukaanza kazi, lakini sio kwamba tutakuwa tumekuajiri, ujifunze tu mambo ya hapa uwe mzoefu. Kwa hiyo nikaanza ile kazi pasipokuwa na malipo, nikawa napewa tu nauli na chakula basi. Lakini nikashukuru kwa sababu tangu hapo nilikuwa sina mbele wala nyuma, kwa hiyo nikaendelea kufanya kazi. Siku moja bahati mbaya sana tukiwa tunatoka kazini jioni, huyu rafiki yangu anaitwa Hawa naye alikuwa anatoka kwenye mihangaiko kwa sababu alikuwa ni mdada ambaye kidogo mimi amenizidi umri na pia alikuwa japokuwa hakuwa mkubwa sana kwangu. Kipindi kile alikuwa na miaka 19. Alikuwa anajishughulisha tu na biashara zake. Kwa hiyo nikitoka mimi ofisini nampitia tunaenda, maana tulikuwa tunakaa nyumbani kwao kwa wazazi wake. Sehemu moja Dodoma inaitwa Nkungu. Kipindi sasa tunarudi tuko njiani, mwenzangu alikuwa yuko nyuma anaongea na simu, mimi niko mbele. Tumeshuka kwenye daladala tukawa tunatembea. Tunapiga tu story. Sasa alipokuwa anaongea na simu na mimi nikawa naendelea na mambo yangu kwa sababu mtu akiongea na simu hizo kumsemesha. Kidogo nikaona kundi la vijana wanakuja. Wananiface mimi lakini mimi nikajua tu, si unajua vijana, nikajua tu labda wanajipitia zao. Ilikuwa saa ngapi hiyo? Saa 2 usiku. Basi wanaongea tu. Kidogo tukawa tunapishana sasa. Kwa kuwa ni wengi, nikapishana na baadhi, kwanza hao wengine wakawa wanaendelea kuja. Mmoja nikashangaa tu amezunguka hivi nyuma amenishika mkono ananiambia, tulia wewe. Sasa ile katika huo ni mwaka gani? Mwaka 2011. Katika kuamaki akaja mwingine akanikea kitu mdomoni. Basi akanikata hivi akanichota hivi mtama, nikaenda mpaka chini. Wakanibaka. Ole. Asante shukuru. Kwa hiyo waliniingilia vijana wengi tu. Walikuwa wangapi? Kiukweli walikuwa wengi. Nisiseme maskini. Ole. Thank you. Kwa hiyo walikuwa vijana wengi. Baada ya hapo yule rafiki yangu akawa anapiga kelele. Walikuwa wamebeba bisibisi, wamebeba baadhi ya silaha. Wakanijeruhi mimi shingoni na yule rafiki yangu naye akamkata. Akaendelea tu kupiga kelele. Baada ya kelele nyingi sana mimi nikawa siwezi kupiga kelele. Kwanza waliniwekea kitu mdomoni, alafu pia baada ya kuona kwamba niko hoi sana, wakawa wanaanza kutawanyika sasa kwa sababu yule dada alikuwa anapiga kelele mno. Basi baada ya muda kidogo watu wakatoka kwenye majumba yao, mama wakaja pale wakanipa kanga kwa sababu walikuwa wamechana ile nguo ya chini. Wakanipa kanga wakanifunga. Nikamwambia Hawa kwa sababu nilikuwa sina msaada wote, hakuna mtu ambaye anaweza kunisaidia mimi. Watu wakaanza sana na anakuja kukusaidia sijui nini. Ikabidi nimpigie yule mzee ambaye ni bosi wangu. Ikabidi tumueleze ile hali ambayo ilitokea pale, akasema sawa. Akaja pale akanichukua akanipeleka hospitali ya Dodoma. Nikapewa matibabu, kesho yake nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini madaktari waliniambia kwamba napaswa kurudi baada ya muda fulani kuangalia afya yangu. Yes. Nani alikwambia hivyo? Madaktari. Madaktari. Ulienda baada ya kutoka pale ulienda hospitali? Tulikwenda kwanza polisi tukachukua PF3 kisha hospitali. Nataka niulize hapo Sheri, ni kwamba kwa nini madaktari kuambia uje kucheki baada ya miezi 3? Manake ni status ya ukimwi unakuja kupima, si ndio? Ndio, kwa sababu wanasema kawaida mtu ukibakwa au ukipata mazingira yote hatarishi ambayo yanaweza kusababisha VVU lazima urudi baada ya muda fulani. Baada ya muda fulani, okay. Kwa hiyo ukakaa baada ya miezi 3. Kiukweli kwanza niseme tu kweli nilikasirika sana ile tukio lilipotokea. Nilijichukia kwa sababu tayari nyuma kulikuwa kuna maneno mengi yanaongelewa. Kwa hiyo niliamua kuondoka Dodoma nikarudi Dar. Baada ya kurudi Dar nikaamua kuwa na mahusiano. Nilipoamua kuwa na mahusiano sasa nikawa natafuta mtu wa kuweza kumbebesha ule msalaba ili mimi nilikuwa naona aibu. Watu hawaelewi tu, lakini swala la kubakwa
sio zuri. Na hata kwenye jamii ukipita mtani kwamba kwa hiyo ulikuwa unataka upate mtu wa kumbebesha lile swala lako ambalo lilikutokea kule Dodoma, kwa hiyo ikabidi upate mahusiano. Ikawaje ukamwadisia huyo mtu ambao ulikuwa naye katika mahusiano? Sikumwadisia. Mimi nilitaka kuwa naye ili maana niliamini kama nina maambukizi na yeye tukikutana kimwili lazima nitampa ile maambukizi. Kwa hiyo nikajua tu tukienda kupima nitamsingizia huyu kwamba yeye ndo amenisababishia ile. Sasa Sheri hapo